Promova TV, a home of testimonies. Karibu kwenye mwendelezo wa ushuhuda wa Moses Lushiku kutoka nchini Kongo. Na hii ni sehemu ya 6. Karibu sana. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia kunipata kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti jina lake ni Eric Audax. Kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana kwenye channel ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R. Promova TV. Karibu. Mnamo mwaka 2008 nilialikwa jimboni na mchungaji kutoka kanisa lenye waumini 1500. Nilichukua ndege na nilipotua pale, mchungaji alikuja kunikaribisha pamoja na wachungaji wake, lakini niliona kwamba nilikaribishwa pia na huduma ya itifaki ya gavana wa jimbo hilo pia. Walikuja na maafisa wa polisi wa eneo hilo na idara rasmi za usalama. Niliona wasichana wawili wakiwa wameshika maua na walikariri shairi la kunikaribisha. Washiriki wengi wa kanisa walikuja kunipokea. Watu katika uwanja wa ndege walifikiri kwamba mimi ni mamlaka rasmi. Kisha nikapelekwa hotelini. Pia walikuwepo polisi wa eneo hilo. Nilishangazwa na kiwango hiki cha ukarimu. Nilitumia mwezi mmoja kushuhudia kuhusu Bwana na udhihirisho wa mamlaka katika kanisa hilo. Baada ya mwezi mmoja wa kuzungumza katika kanisa hilo, nilianza kupoteza sauti yangu. Mchungaji alipendekeza kwamba nirudi mji mkuu kupumzika. Lakini kabla ya kurudi, mchungaji aliniambia, lazima tukubariki. Tunawezaje kukubariki? Je, umeoa? Nikasema nimechumbia na nitaoa baada ya wiki 2. Mchungaji alisema, sisi tutakuwa wachangiaji wakuu wa gharama za ndoa yako. Tutashughulikia matumizi yote. Watu hawa walinunua tiketi ya kurudi ili niweze kurudi baada ya harusi yangu. Nilipokuwa nimerudi katika mji mkuu, kasisi na watu wa kanisa lake waliendelea kuniita ili kunibariki kifedha. Wiki 2 baadaye nilirudi ili kuendelea na ushuhuda wangu. Nilikuwa hotelini pamoja na kasisi nikimsimulia kuhusu kutembelewa na malaika. Ghafla tulihisi upepo ukivuma katika chumba cha hoteli nilimokuwa nimejilaza. Ghafla nikaona ukuta wa chumba cha hoteli ukisogea. Mara malaika wa Bwana akaingia katika ukuta wa chumba. Mchungaji hakuweza kumuona. Mara malaika wa Bwana akaanza kunifafanulia siri ya baraka. Baadaye alitoweka, lakini baadaye siku nilipokuwa nikishuhudia kanisani, ghafla nilimuona malaika wa Bwana akitua na kuingia kanisani. Alikuwa akizunguka kanisani nilipokuwa nikishuhudia. Malaika huyu alikuwa akiruka kanisani nikiwa nashuhudia. Malaika alipoendelea kuzunguka kanisani, mawazo yangu yalimwendea. Ijapokuwa niliendelea kushuhudia, baadhi ya watu walianza kuona kwamba nilikuwa nimekerwa na jambo fulani. Mchungaji hakustareheka kwa sababu aliona kwamba nilikosa umakini. Niliendelea kumtazama malaika wa Bwana. Hata hivyo, niliona kwamba malaika hakuwa akiniruhusu kuona uso wake. Dakika chache baadaye, alishuka kwa mwinuko wa chini na akainama kuelekea watu. Hapo ndipo
nilipofanikiwa kuona sura yake na nikaweza kumtambua. Alikuwa kweli malaika wa kanisa langu. Nilimwona malaika huyu zamani na nilizungumza naye kwa idhini ya Bwana. Katika kila kanisa lililo hai duniani, Bwana ameweka malaika maalum. Nilipomtazama malaika huyu, kulikuwa na mguso wa macho kati yake na mimi. Jamii hii ya malaika huyu inaitwa mwaminifu. Hao ndio walinzi wa makanisa. Nilipomwona katika kanisa hili nilishangaa. Nilisema kwamba huyu ni malaika wa kanisa langu. Anafanya nini hapa katika kanisa hili, katika jimbo hili? Kisha nikamwona malaika huyu akipepea juu ya kanisa na kisha akatanua macho yake. Nilikuwa nikitazama kila hatua aliyokuwa akifanya. Ghafla niliona mwanga mkali sana ulioanza kumulika na kutua kifuani mwake. Nuru hii kali na miale yake iliyokuwa ikitiririka na kutoka kifuani mwake ilianza kutawanyika na kulijaza kanisa zima. Kila mshirika wa kanisa hili aliangazwa na miale ya mwanga kutoka kwa malaika huyo. Haya yalikuwa yakitukia nilipokuwa nikitoa ushuhuda wangu kanisani. Nilipomaliza kushuhudia, malaika wa Bwana alitoweka. Siku iliyofuata nilikuwa hotelini. Mchungaji alipokuja kuniona alisema, "Mtu wa Mungu, hukumakinika katika ushuhuda wako." Nilianza kumsimulia mchungaji kile nilichokiona wakati wa utoaji wa ujumbe wangu. Na tulikuwa tunazungumza, tulianza kuhisi upepo ukivuma kwenye chumba cha hoteli. Mara nikamwona malaika wa Bwana akiingia kwenye chumba cha hoteli tulipo. Aliniambia, "Jana nilificha uso wangu. Ni mimi, jina langu ni Mwaminifu." Nilikuwa karibu kumuuliza kuhusu kilichotokea jana katika ibada. Mara akajibu wazo langu. Malaika wa Bwana akasema, "Mimi ni mlinzi wa kanisa lako. Ndio maana unashangaa kwa nini niko hapa. Niko hapa kwa sababu ya ukarimu na jinsi walivyokuwa wakikutunza. Kanisa lako katika mji mkuu halijawahi kukufanyia hivyo. Kama unavyojua, tunatumwa makanisani kote duniani ili kuwatunza na kuwabariki. Kwa hiyo niliamriwa na yule anayeishi milele kuhamisha baraka za washirika wako kwa kanisa hili kwa sababu ya upendo na ukarimu unaotolewa kwako. Wamechukua baraka za kanisa lako kwa sababu ya jinsi walivyokutendea. Ndio maana umeniona nikitoa baraka juu yao." Nilipokuwa nikizungumza na malaika huyu, mchungaji alikuwa akinitazama nikizungumza na akuambulia kitu. Kisha malaika akaniambia, "Kila wakati watu wakimwomba mtu pesa au vitu vya kimwili, lazima uelewe kwamba Mungu anapojibu maombi yao, baraka hizi hutujia sisi malaika wa makanisa. Sisi ni wasimamizi wa baraka za makanisa. Sisi tunaitwa waaminifu na tunaachilia baraka kwa waaminio tu ambao ni waaminifu. Sisi ni waaminifu. Elewa kwamba hii inahusu kanuni kwa sababu tunaitwa waaminifu. Tunawabariki tu wale ambao ni waaminifu kwa Mungu." Malaika akasema, "Kama wewe si mwaminifu kwa mambo ya Mungu, sisi hatutakuwa mwaminifu kwako. Elewa kwamba mtu wa Mungu ni wa Mungu mwenyewe. Wakati unapotoa neno kwa kanisa, kanisa lazima liwe mwaminifu kwa masharti ya wajibu wako kwako. Ni pale tu watu wanapokuwa waaminifu kwa mtu wa Mungu, ndipo anawasilisha neno. Ndipo sisi malaika wa makanisa tunakuwa waaminifu kwa watu hawa. Ni katika wakati huo tunaachilia baraka." Watu wa Mungu lazima wajifunze kuheshimu na kutimiza wajibu wao kwa mtu ambaye ameachilia upako na neno kutoka kwa Mungu kwenda kwao.
Hapo ndipo tunapoitwa kutenda kwa maana ya baraka. Malaika alisema, nimekuwa nikiweka baraka nyingi mikononi mwangu, lakini kwa kuzingatia kwamba hubarikiwi na kuthaminiwa na mkutano wako wenyewe, nilihifadhi baraka hizi. Na kwa ukarimu ulioupata hapa, ilinibidi niachie baraka hizi katika kanisa hili, kwa sababu zimekutendea ipasavyo. Watu katika kanisa lako wamejitia umaskini wenyewe. Kisha malaika akatoweka. Nilipokaribia kuondoka katika jimbo hili, nilipewa huduma rasmi ya itifaki na usalama ili kunisindikiza hadi uwanja wa ndege. Kulikuwa na heshima nyingi. Nilichukuliwa kama mgeni maalum wa heshima. Nilihuzunishwa na kanisa langu, hivyo niliamua kuwa na mazungumzo ya wazi na kila mtu kanisani. Watu waliendelea kuniuliza nifanye nini. Ilikuwa mnamo mwaka 2018 Februari kwamba kitu kilifanyika. Nilikuwa nafanya ibada ya dhaka na nilikuwa mbele ya watu ili kuwabariki. Nilikuwa karibu kuweka mkono wangu juu ya watu 15 ambao walisimama kutoa dhaka. Mara nikawaona malaika wa Mungu wakitua kanisani. Waliunda mistari miwili, kushoto kwangu na kulia kwangu. Niliangalia kwa muda, kisha nikaanza kuweka mkono juu ya watu waliojitokeza kutoa dhaka. Hata hivyo, nilipoweka mkono wangu juu ya mtu wa kwanza aliyekuja kutoa dhaka yake, wakati mtu huyo aliporudi kwenye kiti chake, nilimwona maserafi mmoja akijitenga na mstari na kumfuata kwenye kiti chake na akasimama kando yake. Nilipoweka mkono wangu juu ya mtu wa pili, mara alipogeuka kurudi kwenye kiti chake, malaika wa pili akamfuata kwenye kiti chake na akasimama kando yake. Kila nilipoweka mkono wangu juu ya mtu, aliambatana na kufuatiliwa na malaika wa Bwana. Kwa kuzingatia kwamba niliomba kwa ajili ya watu 15 waliokuja kutoa dhaka, wale malaika 15 walifuatana nao na kubaki nao kando yao kanisani. Kisha malaika wengine waliobaki wakaenda zao. Laiti kama kila mtu angekuwa mwaminifu siku hiyo, malaika wote wangebaki nao katika maisha yao. Nilipomaliza ibada, nilieleza kanisa nilichokiona, lakini sikuweza kuelewa maana ya jambo hili. Siku iliyofuata, nilitakiwa kurudi kanisani ili kuomba na kuuliza juu ya haya yote. Ilikuwa siku chache baadaye kwamba malaika walikuja ili kunipa maelekezo ya siri ya dhaka. Ilikuwa saa 11 asubuhi wakati kila mtu alikuwa amelala. Nilienda sebuleni kwa ajili ya kuomba. Nilikuwa nikiomba wakati ghafla nilianza kuhisi jinsi nilivyohisi wakati Mungu alinisafirisha katika roho. Nilihisi upako wa nguvu. Nilijisemea kuwa hii lazima ni kukutana. Kufumba na kufumbua, nilijikuta nipo kanisani. Wakati huo niliona malaika waliojitokeza hapo awali kanisani. Walipotokea, walitengeneza mstari sawasawa na jinsi walivyofanya mara ya mwisho nilipokuwa nikiwaombea watu waliokuwa wakitoa dhaka zao kanisani. Ghafla nikaona mmoja wa malaika hawa akinyoosha mabawa yake. Baada ya kunyoosha mbawa zake, aliinua miguu yake na kuchukua nafasi na kuruka kana kwamba anataka kuruka angani. Niliona kwamba serafi huyu alionekana kama mmoja wa wale viumbe hai 4 wanaosimama mbele ya kiti cha enzi cha Bwana. Malaika huyu alionekana kama alitaka kuruka, lakini hakuwa akiruka. Aliniambia, tuko hapa kwa miadi. Nilimwambia malaika, miadi imepangwa saa 2 asubuhi. Imekuwaje umekuja wakati huu? Malaika akajibu,
Hatufanyi kazi katika kipengele kinachoitwa wakati. Tunafanya kazi zaidi ya muda. Binadamu hufanya kazi kwa wakati, lakini sisi tunafanya kazi kwa kupangiwa, ukizingatia kwamba huu ni miadi. Siku hii imewekwa kwa ajili ya kukabidhiwa. Siku ya uteuzi ikifika, japo ni mapema, tupo tayari kuheshimu uteuzi huo. Ni kwa sababu unangojea wakati ambao tulikuwa tunakungoja. Malaika huyu alipomaliza kusema maneno hayo, kufumba na kufumbua, nilijikuta nimerudi sebuleni kwenye nyumba yangu. Nilikuwa katika mshangao. Baadaye ilipofika karibu saa 2 asubuhi, nilienda kanisani kwa sababu miadi na malaika ilikuwa saa 2. Kutokea kwa malaika asubuhi saa 11 ilikuwa ishara kwamba malaika alikuwa tayari duniani kwa uteuzi huu. Baadaye nilijumuika na mwinjilisti ambaye alipaswa kuwa shahidi na mshiriki wa mkutano huu kama kawaida. Malaika wa Bwana walipotua saa 2 asubuhi, walimwambia mwinjilisti, hatuna subira, tumekuwa tukitazamia uteuzi huu. Kwa sababu watoto wa Mungu wametoa zaka na wanatoa zaka, lakini Bwana hakuwahi kuwafunulia wanadamu siri iliyo nyuma ya zaka. Kwa hiyo tuna nia ya kufunua siri hii kwa wanadamu sasa. Malaika aliyekuwa akizungumza nasi alikuwa ni yule malaika aliyechukua nafasi ya kukimbia. Mawazo yangu ni kwamba alikuwa katika nafasi hiyo kwa sababu uelewa wetu ulikuwa kupanda katika suala la kutoa. Maserafi walituambia, kizazi baada ya kizazi kimepita, watu wa Mungu hawajajua matokeo na ukweli kuhusu zaka. Kwa maagizo ya yule anayeishi milele, niko hapa kuwafunulia wanadamu fumbo la zaka. Watendakazi wa shetani wamepigana dhidi ya hatua hizi, lakini hii imewekezwa na Mungu kwa malaika ambao ni uumbaji wake, ambao umeamliwa kukaa nyumbani kwako. Malaika akasema, baba yako Ibrahimu ana mafungamano mawili na wewe, uhusiano wa kiroho na uhusiano wa kimwili. Mungu mbinguni amekuunganisha na baba yako Ibrahimu katika kiwango cha kiroho, lakini ulihitaji ushirika wa kimwili na baba yako Ibrahimu. Tumekuja kufunua kanuni ambayo itakuunganisha kimwili na baba yako Ibrahimu. Ni warisi pamoja na Ibrahimu na una imani ya Ibrahimu, lakini unahitaji kuunganishwa na baraka za kimwili za Ibrahimu. Ingawa katika kiwango cha kiroho wewe ni warithi pamoja naye. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu, warithi sawasawa na ahadi. Soma Wagalatia sura ya 3 mstari wa 29. Malaika akaniambia, jitahadhari, nyumba inakuwa makao ya malaika. Je, hujasoma sala ya Bwana aliposema, mapenzi yako na yatimizwe duniani kama huko mbinguni? Hujaelewa maana ya sala ya Bwana. Umekuwa mbinguni na hujui chochote kuhusu hilo. Sala ya Bwana ina maana kwamba injinia wa mbinguni lazima ashuke duniani ili kuunda nyumba yako kwa mfano wa mbinguni, kwamba itakuwa makao ya malaika. Sisi ndio mainjinia. Sisi ndio tunashuka nyumbani kwako kwa ajili ya kuitengeneza kwa sura ya mbinguni, ili kukuletea vitu vinavyozidi ufahamu wa mawazo yako. Nyumba yako lazima itengenezwe ili iwe nyumba ya kifahari, makao ya malaika. Malaika akasema, zaidi ya hayo, Bwana alipokuwa akila chakula nyumbani mwa Zakayo, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika katika nyumba hii, kwa sababu mtu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Soma Luka 19:9. Alisema maneno hayo baada ya kula chakula cha kimwili kutoka katika nyumba yake, jambo ambalo limesababisha uhusiano na Abrahamu, baraka za kimwili. Malaika alisema, Mwenyezi Mungu alipokula chakula cha kimwili katika nyumba ya Ibrahimu,
ilimbidi ambariki Ibrahim kwa mali. Ndio maana alipomaliza kula, aliuliza, yuko wapi Sara? Wakamwambia, yuko wapi Sara mkeo? Akasema, tazama ndani ya hema. Mwanzo 18:9. Jihadharini na wachungaji wenu, walapo mahali penu, wanywapo mahali penu, wanapopata vitu vya kimwili kutoka kwenu. Hii huleta baraka za kimwili, ili kina kiweze kutia kilindi. Zaburi 42:7. Ahadi ya Isaka ilitokana na ukweli kwamba Mungu alikula chakula cha kimwili katika nyumba ya Ibrahimu. Ibrahimu alipaswa kupokea baraka za kimwili kutoka kwa Mungu. Lakini kwa sababu ya kutopatana, wengi wenu hamjabarikiwa. Utapanda nyenzo ili kupokea nyenzo. Haya yalikuwa maneno ya maserafi. Aliendelea na hotuba yake na kusema, sasa hii ndiyo sharti la nyumba yako, kutengenezwa kwa mfano wa mbinguni, ili iwe makao ya malaika. Kwanza, inabidi uelewe kwamba sisi maserafi tuliumbwa kwa nia ya kusifu. Basi tunapokuja nyumbani kwako kwa zaka ili kufanya makazi yetu, tunakupa upako wa sifa. Tunapokupa upako wa sifa ili upate kuwa mtu wa kusifiwa na mwenye kuheshimiwa, kwa hakika tunakupa upako wa sifa ili upate kuwa mtu wa kusifiwa na mwenye kuheshimika. Kwa hakika tunapokuja nyumbani kwako kwa njia ya zaka ili kufanya makazi yetu, tunatazama huku na huku ili kutambua na kutafuta mambo katika nyanja mbalimbali za maisha yako ambayo yatakufanya ufedheheke na kuvunjiwa heshima. Tunabainisha vipengele vya maisha yako ambapo kuna aibu na ambapo kuna unyonge. Kisa cha utasa wa Sara kilikuwa fedheha na aibu katika nyumba ya Ibrahimu. Ndio maana baada ya kula nyumbani kwa Ibrahimu, Mwenyezi alimuomba Sara. Malaika alisema nyumba inayotoa zaka inastahili kuheshimiwa. Wazao wote wa Ibrahimu wanatakiwa kubarikiwa kwa sababu Ibrahimu ametoa zaka kwa ajili yao mapema. Ndio maana Bwana akasema, huyu binti wa Ibrahimu anastahili kuachiliwa. Serafimu alisema, lazima uelewe kwamba zaka moja ni sawa na malaika mmoja katika maisha yako. Ukosefu wa zaka inamaanisha ukosefu wa malaika nyumbani kwako. Malaika akasema, tunafika kwenye nyumba na maisha ya watu wanaotoa zaka. Kila wakati mtu akitoa zaka, mmoja wetu anakuja katika maisha yake na atakuwa katika maisha yake hadi kufa kwake. Ukitoa zaka, kila mwezi unaotoa zaka, watakuwa wanapita malaika mmoja kila mwezi. Ni kwa njia hii kwamba nyumba yako itakuwa makazi ya malaika. Wakati fulani muumini anakutana na ajali na hatari na watu wanashangaa, lakini haya ni matokeo ya kukosa malaika, kwa sababu zaka moja ni sawa na malaika mmoja. Wakatao kutoa zaka watapungukiwa na malaika na watetezi, kama ilivyoandikwa, leteni zaka zote ghalani, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Malaki 3:10-11. Selafi alisema, pindi unapotoa zaka, unawekewa malaika ambaye anapigana na mlaji kwa ajili yako. Adui yako ambaye ni adui yetu anapigana na zaka kwa sababu anataka nyumba yako idhurumiwe na mapepo. Anataka kutokuwepo malaika katika nyumba yako. Malaika wa Bwana akamwambia mwinjilisti wangu ambaye alikuwa shahidi, shahidi, omba ili chombo hiki kisafirishwe hadi kwenye nyumba mbalimbali. Omba ili chombo kione jinsi nyumba zilizoshindwa kutoa zaka zinavyoteswa na mapepo. Wakati huo mwinjilisti alianza kuomba. Mwinjilisti alipomaliza kuomba, mmoja wa maselafi alimwambia mwinjilisti,
Tazama, tayari tuko kwenye nyumba ya kwanza ya chombo kinachoshuhudia ukweli wake. Kwa kweli mwinjilisti alipokuwa akiomba, nilihisi upako wa nguvu na nikawa mwanga. Ndipo nikajikuta nikiruka pamoja na serafi. Baadaye tulitua katika nyumba moja mjini. Niligundua kuwa ilikuwa nyumba yangu mwenyewe. Mabawa ya maserafi hawa yaliwekwa, lakini miguu yake haikugusa ardhi. Hata hivyo, miguu yangu iligusa ardhi ya sebule yangu. Mara moja niliona kwamba katika pembe 4 za nyumba yangu kulikuwa na vitambaa vyekundu vya umbo la ribbon. Niligundua kuwa vitambaa hivi vyekundu vya umbo la utepe vilipanuliwa zaidi ya nyumba hadi visivyo na mwisho. Sikuweza kuona vilipokuwa vikielekea. Nyumba yangu ilikuwa na vitambaa hivi vyekundu vya utepe kila mahali, ambavyo vilipita nje ya nyumba hadi mahali kusikojulikana. Nikiwa katika mshangao huo, malaika wa Bwana akaniambia, umestaajabishwa na vitambaa hivi vyekundu vyenye umbo la utepe na unashangaa vinaenda wapi? Elewa kwamba kila kitambaa chenye umbo la utepe ni utumwa. Ingawa wewe mchungaji ulikuwa na mahusiano na vifungo katika nyanja nyingi za maisha yako, lakini kila unapotoa zaka unapewa malaika ambaye kazi yake ni kuvunja moja ya mahusiano haya na utumwa. Ukombozi unamaanisha matendo ya malaika wengi ambao utapokea kupitia zaka ambayo unatoa. Umeona haya maumbo ya utepe, vitambaa ni vyekundu. Ni kwa sababu haya ni mahusiano ya damu na vifungo. Moja ya vitambaa hivi vya umbo la riboni nyekundu ni kifungo cha tabia, nyingine ni kifungo cha kikabila. Unajiuliza, hivi vitambaa vyenye umbo la utepe vinaelekea wapi? Usijali, nitakuonyesha. Malaika wa Bwana akasema, kinachofanya nyumba zenu kudhulumiwa na mapepo ni asili yenu, mababu zenu na maisha yenu ya zamani. Lengo la shetani ni kwamba babu zenu wapate kuwafuatilia. Malaika huyu wa Mwenyezi Mungu akaniambia, hapo zamani za kale babu zako walitia saini mapatano na maagano na Mungu wa msitu. Kuna kumbukumbu ambayo adui anatumia ili kukufunga. Anaitumia ili uzao ulipe gharama. Hii ni mkataba. Babu zako walitaka madaraka, wakaenda kumwomba Mungu wa ngurumo. Matokeo yake, kizazi chao na kizazi chako ulichokuwa nacho kimetekwa na Mungu wa ngurumo. Wazee wenu walikuwa wakifanya matambiko na sherehe ambazo zilikuwa zikivutia pepo. Na mapepo haya lazima yatokee katika ulimwengu wa mwili kwa kuzaliwa kwa vizazi vyao. Kila wakati mtoto anapozaliwa katika familia yako, pepo ambaye aliitwa na mababu huko nyuma atabeba mwili wa mtoto aliyezaliwa katika dunia. Yule pepo alikuja tena wakati wa kuzaliwa kwa mtoto. Hawa ni mashetani wa zamani wanaokuja kwa sasa. Shukrani kwa mikataba ya mababu zako. Kila unaposherehekea siku ya kuzaliwa ya mmoja wa watoto katika familia, unakuwa unakumbuka pepo ambaye ameingia ndani ya mtoto huyo. Na watu wote na jamaa watakapokuwa wamepagawa na pepo wa kabila lako, baadhi ya pepo wa ukoo wako na wa kabila lako watakosa mahali pa kukaa. Kwa sababu hiyo, watakaa katika ukuta wa nyumba zako ambazo hukandamizwa na pepo. Malaika alisema, hata hivyo unapotoa zaka, mmoja wetu maserafi atakuja kukaa mahali pako na atakata mahusiano ya mababu na mapepo nyumbani kwako. Inaweza kuwa uhusiano wa tabia ambao unarudi kwa mababu zako. Baadhi ya ukombozi wako unahitaji fadhila, sio maombi.
malaika akasema, imeandikwa, fanyeni bidii kuongeza katika imani yenu wema. Waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 5. Wema ni zaidi ya imani. Ukombozi pia unasababishwa na wema. Nikiwa nje ya mwili wangu nikizunguka na yule malaika waliokuwa wamebaki na mwinjilisti wakamwambia, Shetani anahakikisha kwamba familia yako na nyumba yako ni makutano ya dharura, ili mume aje na vifungo vya familia yake, mke angekuja na mahusiano yake, familia na watoto watakuwa wapokeaji wa mahusiano kutoka kwa familia zote mbili. Lakini shukrani kwa zaka zake, tunakuja kuondoa vitambaa hivi vyenye umbo la utepe ambavyo ni uhusiano wa familia yako, ukoo na kabila lako. Kila wakati unatoa zaka, utapata malaika ambaye ataondoa moja ya mahusiano haya. Hata hivyo, sherehe nyingi za ukumbusho huazimisha roho za mababu zako waliozaliwa na kufanyika mwili katika watoto wa familia yako. Malaika akasema, dini yako ya duniani ina ukombozi usiojulikana. Fahamu kwamba Ibrahimu ametoa zaka na mwanamke aliyekuwa amefungwa alifunguliwa na Bwana kwa ajili ya hiyo zaka. Kila unapotoa zaka, unatengeneza fadhila. Shetani amemfunga mwanamke huyu, binti ya Ibrahimu, kwa miaka 18. Je, hapaswi kufunguliwa kutoka katika utumwa huu siku ya Sabato? Imeandikwa kwenye Luka 13:16. Kulingana na malaika huyo, zaka tunazotoa hutengeneza fadhila ambayo ni nguvu inayotukomboa na kulipa deni letu ambalo lilisababishwa na agano la mababu. Zaka utakayolipa itanunua deni ulilonalo na Shetani kutokana na mkataba na agano la babu zako. Miungu ya kale imewapa babu zako ujuzi, uaguzi na ufunuo. Kwa kurudi, miungu hii imepata haki ya kuishi katika miili ya vizazi vyako, lakini zaka zetu zitawanunua kutoka kwa maagano hayo. Mara nikamuuliza malaika wa Bwana, ni miungu gani inayopigana na nyumba yangu na jamaa zangu? Maserafi wakaniambia, njoo. Ghafla tulichukua usafiri wa haraka hadi mkoa wangu wa asili wa mababu zangu. Tulipotua, niliona kwamba kulikuwa na maji kila mahali. Malaika akasema, babu zako katika wilaya yako walifanya agano na miungu ya maji ili wapate uzuri. Mara nikagundua kwa nini watu wa kabila langu walikuwa wazuri. Daima tunajivunia uzuri wetu wa kimwili, lakini hatukuweza kujua kwamba uzuri wetu ulitoka kwa ulimwengu wa maji wa Malkia wa Pwani. Akasema, haya ni utumwa wa jamaa yako na kabila lako. Mnapotoa zaka, hivi ndivyo vita tunavyopigania. Huwezi kamwe kufikiria aina ya vita tunavyopigana unapotoa zaka. Unaweza kutoa zaka kila wakati, popote unapotaka. Haina uhusiano wowote na mshahara wako. Unaweza kuchukua pesa yoyote ulionayo na kutoa zaka. Ibrahimu alipotoa zaka, haikutokana na mshahara. Nilipokuwa nikizungumza na yule malaika waliokuwa wamebaki na mwinjilisti wakamwambia, shahidi, unajua kwa nini Biblia inasema mtu atamwacha baba yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja? Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 pamoja na wa Efeso sura ya 5 mstari wa 31. Mwanamume na mwanamke lazima watengane na familia zao, makabila yao, koo zao na kuungana ili kuunda kizazi kipya ambacho hakina uhusiano wa kifamilia na utumwa. Malaika alisema, unaweza kulipia zaka za ndoa. Zaka za ndoa
huwawezesha wanandoa kujitenga na mahusiano ya familia na utumwa ili kulinda kizazi kipya. Mara nyingi shetani alifanya kazi katika mahusiano ya damu ya familia. Dhaka ya ndoa huwezesha mwanamume na mwanamke kuzaa watoto ambao hawatakuwa na uhusiano na utumwa wa familia. Watakuwa nje ya mahusiano ya familia na kikabila. Kisha malaika akanipeleka Indonesia, katika nyumba ambayo kila kitu kilikuwa cha zamani. Kulikuwa na umaskini kila mahali. Nyumba ilikuwa ya zamani. Uchoraji ulikuwa wa zamani. Sufuria ilikuwa ya zamani. Nilimwona mwanamume ambaye alikuwa kama anaugua utapiamlo. Kisha nikaona mtu huyu akienda kushauriana na mchawi. Alisema, nimekuja kushauri kwa sababu kuna mgogoro katika familia yangu. Mara sangoma alikuja na kioo na kuanza kufanya maombi. Malaika alisema, kila wakati watu wanapomwendea sangoma ambaye anashauriana na mpiga kioo, yani mpiga ramuri, wanajishutumu wenyewe. Lamri inapigwa kwa kioo cha mviringo chenye uwazi. Ni duara kwa sababu inawakilisha tumbo. Inawakilisha ulimwengu. Kwa kadri shetani anavyohusika, mtu yoyote aliyezaliwa tumboni amefungwa. Kioo ni duara mbaya. Elewa kwa nini babu yako alisema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yohana 14:6. Yeye ndiye njia kwa sababu wengi wamefungwa katika mfumo na hawakujua njia ya kutokea. Ndiyo maana alisema yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, ili kukuambia kuwa shetani anadanganya, na yeye ndiye uzima, ili kukupa mwanzo mpya. Mchawi ataujulisha ulimwengu wa giza kwamba mtu ambaye yuko kwenye tumbo anajaribu kuondoka kwenye tumbo. Kwa kweli, anakushitaki kwa sababu unataka kutoka nje ya ukoo, na ili utoke kwenye ukoo unahitaji kulipa zaka yako. Tunaelewa kuwa ulikuwa hujui mambo haya ambayo yako nje ya ufahamu wako, ambayo ni zaidi ya ukoo wako na kabila lako. Kisha malaika wa Bwana akaniambia kwamba tunapaswa kurudi. Wakati huo huo, malaika waliokuwa kanisani walimwambia mwinjilisti, shuhudia, omba, ili tuweze kukomboa chombo na ili tuweze kurudi kwenye nyumba ambazo ni makazi yetu, kwa kazi unayoijua sasa. Mwinjilisti alipoomba, nilirudi kwenye mwili wangu. Mara nikawaona malaika wakiondoka, huku kila mmoja akichukua uelekeo wake bila kusema neno lolote. Huu ulikuwa mwisho wa mkutano huo. Amani, furaha na upendo wa Roho Mtakatifu viwe pamoja na roho yako. Tutaishia hapo. Tafadhali tukutane katika sehemu inayofuata. Usikose mwendelezo ambapo tutaangazia michakato 11 ambayo shetani hutumia kusababisha majaribu na kuanguka kwa Wakristo waliozaliwa mara ya pili. Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Mimi msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia kunifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti jina lake ni Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana kwenye channel ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Ukiipata, hakikisha una subscribe, una like, una comment, lakini pia una share linki ambazo utazipata kutoka katika chaneli yetu kadri uwezavyo, na utabarikiwa sana. Kwa mawasiliano zaidi, iwapo una ushuhuda, unataka kushuhudia
ama una maoni, una maswali, una mapendekezo, unahitaji msaada wa kiroho, ama unahitaji kutoa sadaka yako ili kuiwezesha Promova TV pamoja na kipindi cha ushuhuda, tafadhali tumia nambari hizi: kujumlisha 255 766 294335. Namba nyingine ni kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa muda wako, na tafadhali tukutane kwenye mwendelezo. Kwa heri kwa sasa, uwe na wakati mwema. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa.